Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ametoa tamko zito dhidi ya viongozi wa Umoja wa Ulaya, akisema kwamba kitakachotokea iwapo nchi hizo zitaamua kuiba hifadhi ya Urusi na kuchukua fedha zao kutahatarisha kuhama kwa mifumo ya malipo ya kikanda. Rais Bwana Putin alisema. Putin anaeleza kitakachotokea iwapo nchi hizo za magharibi zitaiba hifadhi za Warusi. Nchi za kimagharibi kunyakua akiba ya Urusi iliyohifadhiwa ingeanzisha mabadiliko yasiyoweza kutenduliwa kuelekea mifumo ya malipo ya kikanda ambayo hatimaye ingefaidi uchumi wa ulimwengu. Rais Putin amesema inakadiriwa kuwa mali ya Urusi yenye thamani ya dola bilioni 300 imezuiliwa katika nchi za magharibi kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mnamo Februari mwaka 2022. Takribani euro bilioni 200 sawa na dola bilioni 209 inashikiliwa na Euroclear, jumba la kusafisha lenye makao yake makuu mjini Brussels. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ametoa wito mara kwa mara kwamba fedha hizo zitumiwe kwa ajili ya ujenzi mpya wa Ukraine, ingawa baadhi ya nchi wanachama zimerudisha nyuma mawazo hayo. Kuna mazungumzo ya mara kwa mara ya nchi za magharibi kuhusu jinsi watakavyoiba pesa zetu, Putin alisema katika jukwaa la uchumi la Eurasia huko Minsk siku ya jana Alhamisi. Ameeleza Bwana Putin zaidi akisema kwamba mara tu itakapotokea mabadiliko ya kuelekea katika mifumo ya malipo ya kikanda yatahatarisha na bila shaka yatabadilisha, alisema, akiongeza kuwa hatimaye hilo litakuwa ni jambo zuri kwa uchumi wa ulimwengu. Labda inafaa kulipa gharama ya hilo, rais anasema. Rais Putin amewaonya watu wa Umoja wa Ulaya kwamba nchi za Ulaya zitakutana na mazito mbele ya Warusi. Putin ameongeza kuwa kutafakari zaidi kwamba neno wizi halitoshi. Wizi ni kuchukua mali kwa siri. Hii iko wazi. Huu ni wizi, anasema Bwana Putin. Tumedhamiria kuendelea kuimarisha vyombo vyetu vya kifedha na makazi katika suala hili, Putin alisisitiza. Fedha zilizogandishwa tayari zimeongezeka riba ya mabilioni ya euro sawa na dola bilioni 1.63, ambapo Euroclear ilihamishwa Kiev mnamo Julai iliyopita ili kufadhili mkopo wa dola bilioni 50 kwa Ukraine uliotolewa na G7. Brussels kwa sasa inajadili njia ya kupata mapato zaidi kutoka kwa mali zilizohamishwa bila kukiuka kanuni za kisheria za kimataifa. Shirika la fedha la kimataifa IMF limeonya kwamba kukamata moja kwa moja kunaweza kuharibu imani ya kimataifa kwa taasisi za kifedha za magharibi. Majadiliano kati ya nchi wanachama kuhusu kutaifisha mali hizo yamekuwa yakiendelea kwa zaidi ya miaka mitatu bila maazimio yoyote. Moscow imelaani kufungiwa kwa mali zake na imedokeza hatua zinazowezekana za kulipiza kisasi dhidi ya uwekezaji na mali za watu wa magharibi nchini Urusi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Utapata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.